Usikose burudani kibao, pakua PMTV Extra kupitia Play Store au tembelea tovuti yetu pmtvextra.co.tz. PMTV Extra, tuko kiburudani zaidi. Kamati ya masaa 72 walikuwa hawaadhibiwi. Matokeo yake ndio yale ambayo jana tumeyasikia kwamba tutaangalia namna ya kuandika barua kwa ajili ya hii FVS, kwa sababu tunaona kama vile inatuelemea sisi. Kumbe vile walivyokuwa wamelelewa ndivyo walivyokuwa wanaendelea kukua. Kwa hiyo mimi naamini VS imekuja kusaidia. Sharulila amefunga magoli mawili ambayo yameonekana ni offside. Pengine isingekuwa VS, mwamuzi angeshindwa kuamua kwamba ni offside. Sharulila angekuwa ameondoka na magoli mawili. Lakini sisi tunaishukuru VS, hao wanaosema kwamba sisi haitukosoi, wakati leo hii Sharulile magoli yake mawili yamekataliwa. Mechi ya kwanza dhidi ya nani tulicheza ya Namungo, pia kuna goli lilikataliwa kwamba ni offside na lilikuwa ni lapita Sharulile pia. Na washangaa sana, hao ni viongozi wenye weredi wanaosema kwamba hii VS ina makosa kwa upande wao. Kwa hiyo mimi naamini kila mtu ashinde mechi zake, tukutane mwisho wa msimu kupigiana hesabu. Kwenye engo ya kikosi cha Young Africans nilichokitazama ni jinsi gani kila mechi wachezaji wanaendelea kubadilika na kuwa na morali ya kuwa wanahitaji matokeo. Wale wachezaji ambao ni wapya waliosajiliwa wanaona ni jinsi gani kwenye timu ambayo tumekuja mashabiki wanajitokeza kwa wingi kuhakikisha wanatusapoti. Kwa na sisi tuwaangushe. Mnaona kazi anayoipiga yao, mnaona kazi anayoipiga Kangwanda. Maana yake ni nini? Ni kwamba kama Young Africans tumeikuta ikiwa bingwa, basi tunatakiwa tuendeleze pale tulipoishia, kuhakikisha na ubingwa pia wa 6 mfululizo Young Africans anabeba. Na sio kwenye ligi tu, hata kwenye michuano ya kimataifa twende tukaweze kufanya vizuri. Ni kesho kutwa tu mwezi wa 9, kwa maana ya tarehe 4 tutakuwa na mechi dhidi ya Gobaloni, kuhakikisha kwamba tunaenda kuzichanga karata vizuri kwenye michuano ya kimataifa. Hapo tu ni mechi ya pili ya ligi. Ukijumlisha mechi ya dabi ya Ngao ya Jamii ni mechi 3 zimeanza kupeleka milio kwenye timu pinzani. Na hii ni trailer. Mkanda ukikamilika, kuna watu wataanza kushikana uchawi, kuna watu wataanza kuwafukuza viongozi wao wakisema hawastahili. Wao walisema kwamba viongozi wamewasajilia wachezaji wazuri. Leo hii wanaanza kutukana mchezaji mmoja baada ya mwingine, mchezaji mmoja baada ya mwingine. Mimi natoa pongezi kwa uongozi wa Young Africans, natoa pongezi kwa kabineti ya Young Africans, natoa pongezi kwa benchi la ufundi la Young Africans, natoa pongezi kwa wachezaji wa Young Africans na hata kwa mashabiki ambao wanajitokeza bila kukata tamaa kuhakikisha wanaisupport timu yao ili iweze kupata matokeo mazuri, wao wakiwa kama mchezaji wa 12. Ambapo kuna namna ukiona mechi za Yanga na JKT, pengine matarajio yenu. Sisi tunatarajia kushinda. Hakuna timu inayopenda kufungwa, ila unalazimishwa. Hakuna timu inayoenda uwanjani inaenda kusema kwamba naenda kupoteza. Hata Coastal Union mliwasikia walisema kwamba sisi tumepoteza mechi ya kwanza, lakini pia tunaenda kupata matokeo dhidi ya Young Africans. Lakini umahiri wa wachezaji wa Young Africans na ubora wa wachezaji wa Young Africans na ubora wa benchi la ufundi la Young Africans, unaweza kusoma mchezo dakika za mwanzo, aidha dakika 15 mpaka 20 au 30, hata ikibidi dakika 45 zote zile za kipindi cha kwanza, ili kipindi cha pili atakaporudi aweze kurudi na mabadiliko kule kwa yatakayokuwa na impact, ili aweze kunufaika nayo. Huyo namzungumzia kocha wa Young Africans kwa maana ya Mang'oba Mniti, ili aweze kuleta impact kwenye timu yake na mwisho wa dakika 90 aweze kuwa ameondoka na alama 3 ambazo ni muhimu. Kwa hiyo sisi bado tunaendelea kuwasapoti wachezaji wetu, tunaendelea kuwatia hamasa wachezaji wetu, tunaendelea kuipongeza benchi la ufundi, tunaendelea kupongeza uongozi kwa kuingia sokoni kutafuta wachezaji. Kipindi wanasajili, watu walikuwa wanasema kwamba Young Africans anasajili wazee, lakini hakuna kijiji kisichokuwa na wazee. Mimi huwa nawaambia, wengi watamzungumzia Sharulile hajafunga, lakini mimi sitaki kuona Sharulile akifunga, ila nahitaji kuona anakuwepo kwenye kila kikosi cha kwanza kitakachocheza, kwa sababu uwepo wake yeye utawafanya mabeki 2 mpaka 3 kuhakikisha wanajikipubize naye, wanawaachia nafasi wachezaji wengine wa Young Africans watakaoweza kufight kuhakikisha wanapata matokeo. Na ndiyo maana Cristiano Ronaldo mpaka leo Ureno hawataki astaafu. Kwa nini? Wanajua uwepo wa
Cristiano Ronaldo kwenye safu ya ushambuliaji kunaleta pressure kwa mabeki wa wapinzani ili kuweza kupush kuhakikisha kwamba timu ya Ureno inapata matokeo. Ndicho ninachokihitaji kutoka kwa Peter Sharulile. Wanaoendelea kusema kwamba ni mzee, waendelee kusema ni mzee, lakini tukutane mwisho wa hesabu ambao utakuwa ni mwisho wa msimu.